poa mwanangu. Bobo mwanangu, vipi wewe mwanangu? Mbona unaniweka juu kama hivi, unanizalilisha mbele ya mtoto wa kike ujue? Kitobo mtoto mdogo mwenye tundu dogo. Ina maana siku zote sisi tukahangaika kumtafuta nani mchawi anayetuchoma kila siku maskani tulio. Ina maana leo umeamua kuniletea chula weupe kabisa wenye kofia nyembamba, si ndio? Sikiliza Bobo, unavyoongea sana mimi huku nazidi kuumia. Wewe nishushe chini afu nisikilize sasa. Unavyonibandika ovyo kama Yesu kabandikwa msalabani ndio nini mwanangu? Hebu kwanza nishushe mwanangu Bobo ujue. Mbele ya mtoto wa kike unanizalilisha mwanao sana ujue mwanangu Bobo. Unakosea sasa. Nataka kushusha usikilize muziki. Ndio sasa. Unachukulia baridi. Chukulia baridi. Mwanangu Bobo, mbona unachukulia hivyo mwana? Shante mtoto mdogo unachukulia baridi. Sikiliza mwanangu Bobo ujue. Unavyozidi kunikandakanda ili kichwa lisije kubomoka mwanangu. Kwani usinisikilize ili nikwambie mwanangu hivyo unavyonishikashika na kwa ukama mwanangu. Unanijibisha unapotaka, si ndio? Nani kakupa ruksa ya kuingiza ugeni mpya maskani kwangu? Tatizo Bobo, upendi kunisikiliza. Mimi nimekuja maskani, kuna mtu tunamtafuta na ndio maana tumekuja na huyu binti. Kwa ungenisikiliza nikuhadisie babu, sababu wewe mwanangu kitengo baba umetulia, hauna shida yoyote. Ndio maana tumekuja kumuulizia hapa, hakuna shida yoyote mwanangu Bobo. Shangingi mtoto mdogo. Ina maana mtu akipotea huko mtaani kwenu unakuja kumtafuta maskani kwetu. Unachukulia baridi. Alafu wewe mtoto nisikilize. Mimi tabia ya kuniletea weupe maskani kwangu ujue mimi sipendi. Nyangi umemtoa wapi? Unaniletea mishangingi. Unaamua kuniletea maskani kwangu. Unaamua kuniletea kofia nyeupe nyembamba maskani kwangu. Hii maskani umeiona ya kuja kutembezewa vitu vyeupe kama hivi. Nisikilize basi mwanangu Bobo, ina maana mimi unijui? Mimi Kipuli Master mtoto wa Ganalei Morogoro nini kila siku watu wananijua. Mwanangu afu unachukuliaje baridi mwanangu Bobo? Ina maana unijui mtoto wa Tel Aviv pale? Au unachukulia baridi mwanangu Bobo? Mapepe kinyandu mtoto mweupe kabisa kishangingo, unaweza ukatoka Kongo Midato Ganalei. Unajua Kongo Midato Ganalei ipo wapi? Hiyo Kongo Midato ipo Buguruni peke yake tu, kishangingi kinyandu. Wewe shangingi mweupe. Kitobo mfupi. Unaweza ukaniambia umefuata nini maskani kwangu? Hapana, mimi sijafuata kitu chochote. Mimi si askari. Mimi ni raia wa kawaida kabisa. Narudia tena kukusomea kesi. Umefuata nini maskani tulivu? Hapa si kuna mtu tunamtafuta, ndio maana tumekuja hapa. Mapaja ya kuku yamekaangwa bila mayai. Ina maana nyumbani kwenu wakipotea kishangingu unakuja kuwatafuta watu hapa? Nakuuliza tena. Watu wote wakipotea kwa mtaani lazima uje kuwatafuta maskani tulivu? Oe, sikiliza. Sitaki mapenzi kwenye kambi yangu. Sitaki mapenzi mimi bichi boy ujue. Mimi nimenuna, sitaki kazi za kufatana huku. Kama unaniletea kofia nyembamba, mimi mwenyewe ni kofia nyembamba vile vile, nimechanganyikiwa, akili yangu imevurugwa kishenzi. Hapana, mimi si askari. Kuna mtu tu tunamuulizia, tumekuja kumuulizia hapa. Unaleta uzuri kwenye sura yangu, si ndio? Unacheka. Narudia tena. Umefuata nini maskani tulivu hii? Bobo, usimlalamikie wewe demu. Oya Bobo. Unanimudu? Unanijibisha kama hivyo unanimudu? Amna mwanangu Bobo. Nisikilize bichi boy, nikiwa nasoma kesi za kikeni naomba utulie. Unapata wapi ridhaa ya kunijibisha mimi nikiwa na hukumu kesi za kikeni? Tilitara kanuna. Sikiliza kesi yako nitakapokusomea hukumu. Kishanta wa bichi boy. Kawaambie nao viberenge wenzio. Kama unaamua kutumiwa kama bendera, kupeperusha upepo. Mwambie leo umekutana na mburi kiburi jeuri fezuria tu na akili nzuri. Akili zetu zimezimwa na madawa. Alafu madawa yenyewe hayajulikani. Kishanda. Naomba upotee dakika moja. Tena ukija kurudi maskani nitakuja kukujalaza mdogo wangu. Sitaki kucheka na sura nyeupe mimi. Kishanda toka. Kipole. Wewe vipi? Unahisi hapa kuna bwana ambaye anataka kuongea na wewe? Futika! Ndio. Wameingia manyongo wawili. Sema kwa madai yao walivodai kuna mtu anamtafuta. Baridi sokesi. Hata ndo nini unaniacha peke yangu pale? Ulitaka nipigwe ni wewe eti?
We binti kiponza sana we. Mimi nakula makofi pale, afu wewe hata uwazi. Yaani wala ufikiri. Jamaa nikandika makofi ya usoni mwanangu na yule jamaa ikipiga vipaa, ikitoa anatoa na nyama, uso wangu bado nusu babuke. Alafu wewe upo pale pale mwanangu. Mimi nikwambie kitu, swala la kwenda kumtafuta tena kichinjile mimi sitaki kuhusika. Makofi nilokula pale yanatosha. Si umenielewa? Tatizo lako wewe ni mbishi na haya yote uliyataka wewe mwenyewe. Mara mwisho tunatoka nyumbani nilikuulizaje? Nilikuuliza pale hakuna wahuni, ukasema wapo lakini tunajuana. Tunajuana na wahuni sijui kona mbaya Capricorn, Malaga na Lei wote mnajuana. Sasa kama wanakujua mbona umepigwa namna hiyo? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yule jamaa mimi ananijua, sio kama ananijui. Yule jamaa mimi ananijua. Sema yule jamaa yule pale alipo, akili zake hazipo sawa, umeona? Yule pale kifupi, mwitu itilawa, yani mwitu mdu. Maana nikisema mwitu mdu, yule hana akili vizuri. Maana yule akili zake muda wote zinawaruka. Na mimi pale nimemuonea tu huruma yani. Nikasema nikimkanda mbele ya mtoto mzuri, inakuwa kwake aibu fezea, umeona? Lakini yule jamaa hamna kitu. Mimi ningeamua kumpa mbakati chembe kidevu amekaa. Bwana sasa hivi analia yule. Yani mpaka sasa hivi meno yote hapa nimeng'oa. Sema nimemuonea huruma mbele yako kwa sababu siku zote wanasema mkubwa wa dawa. Kwao nikimpiga mimi kipuli master mbele yako inakuwa zesheni. Kwa ndo maana ndo nimemwacha. Sasa yule ana mbavu ya kunipiga mimi. Ana hata kidogo yule. Tatizo lako wewe unaongea sana. Ona sasa paka kiatu changu kimefunguka. Kifunge. Sema maisha kweli wewe binti unakimbia. Mama kama kiberenge kwenye mbio. Na hiyo buti yako ya ulimi wa mbwa. Wewe nyoko. Yaani kwenye kukimbia wewe nyoko unaweza kumwacha mtoto wa kiume. Kwa mbio zako. Nimezishindwa salute. Wewe ni mbishi bwana. Sasa sikiliza kipuli. Yote kwa yote sawa. Bado hatujampata kichinjile. Kwa hiyo hatuwezi tukarudi, twende tukamtafute mtaani mpaka tumpate. Tumeshindwa huko Capricorn kona mbaya. Twende kwa sijui na Lei na mitaa mingi unayojua wewe tukamtafute mpaka tumpate. Hivi wewe binti wewe binti unanitakia nini kabisa wewe? Wewe hujaona pale makofi mimi nilokula hata huruma na mimi una Pale sasa panaitwaje unajua? Pale ndo panaitwa Capricorn kona mbaya. Umeona ubaya wake nilivyofanywa pale. Nimepigwa kama mtoto mdogo afu mbele yako wewe upo. Alafu cha ajabu sasa uliponifurahisha wewe binti. Eti mimi napigwa, jamaa nakuuliza, umefuata nini hapa maskani? Unanikana mimi sijafuata kitu chochote. Yaani unaniona mimi kama bubuzuzu, yani mbwege sijielewi, si ndio Nikwambie kitu. Umeona alivyokanda yule jamaa nimechafuka hivi. Umeona huko? Cheki suruali umeiona hii? Afu leo hii useme tena niende nikamtafute tena kichinjile. Mimi hilo swala silitaki, naenda zangu nyumbani, naenda zangu kulala, sitaki shida kabisa, nikwambie kabisa. Oho. Sasa kipuli ukisema unaenda kulala na mimi nimepewa siku 3 tu nimpate kichinjile. Nawezaje peke yangu wakati mimi mitaa mingi sijui na wewe ndio unaijua? Nisaidie basi. Sikia nakwambie, acha mimi niende zangu nyumbani kwanza nikaoge nivae nini nipendeze. Siwezi kwenda kumtafuta mtu nikiwa nimechafuka hivi bwana wewe. Wewe unachukulia vitu mchezo, unajua unachukulia vitu hize. Alafu wewe nakuona alafu kuna mizigo mikubwa unanitupiaga mimi. Kumbe wewe ndio umefanya tena wewe. Nikatoe ushahidi kwamba wewe ndio umemteka kichinjile. Nikuponze kwanza ili uone cha mtema kunde wewe. Basi sawa. Naona jua bado lipo. Ngoja nikusindikize tu ndo kabadilishe nguo, alafu turudi tukamtafute. Acha kwa nifikirie kidogo. Sawa, twende. Mshumaa umezima, nuru imekwisha, upendo umekwisha. Farida, hivyo siku hizi una shida gani? Kila unapokutana na mimi ukija hapa nyumbani kwangu unalia muda wote, una machozi. Wewe una matatizo gani? Na hata kama una matatizo, wewe unahisi una matatizo peke yako kwenye hii dunia? Kwenye hii dunia kila mtu ana matatizo yake na yanazidiana ukubwa. Unaweza kukuta mtu mwingine ana matatizo mengi tu na ni makubwa, yani kuzidi hata ya kwako. Lakini akiamua kuchukulia ambavyo unachukulia, akazibeba hisia zake na kuanza kulia ovyo ovyo kama hivyo, watu wote duniani hapa wangekuwa wanatembea barabarani wanalia na tusingekuwa tunaelewana hata kidogo. Wewe una matatizo gani? Madam Leticia, mimi nachojiuliza, nimemkosea nini mimi Mungu? Kwani sisi tumemkosea wapi mpaka kutufanyia yote haya? Tumekosea wapi sisi lakini? Farida, umemkosea wapi Mungu? Kivipi yani? Mbona sikuelewa, kwa una matatizo gani au kuna shida gani nyingine imejitokeza tena? Madam Leticia, siwezi amini. Baby Supu amepotea. Hayupo nyumbani toka jana. Hatujui yuko wapi mtoto. Hatujui ameenda wapi, hatujui chochote kuhusu mtoto. Mtoto amepotea Madam Leticia. Farida, usinitanie, acha kunitania. Baby Supu kapotea? Ndio.
Baby Supu amepotea na uwezi amini, jana usiku nyumbani shemeji alikuwa amewaka moto anamtaka mtoto wake. Mimi sijui yuko wapi. Janeti naye tunamuuliza anasema yeye mwenyewe hajamuona mtoto na wala hajui yuko wapi. Ndio maana najiuliza tumekosea wapi? Farida, hii haiwezi kuwa kweli. Farida, sema huu ni uongo na nidanganya. Baby Supu anapoteaje? Hapana. Farida, kuwa serious. Baby Supu hajapotea Baby Supu amepotea madam, na sisi toka jana hatujui mtoto yuko wapi. Baby Supu amepotea madam. Kuni si ndo tunastahili yote haya? Umechukua kakaangu na mtoto amemchukua. Tumekosea wapi jamani? Tumekosea wapi? Farida, naomba unisikilize vizuri. Hautakiwi kulia kwa sasa. Tunachotakiwa kukifanya sasa hivi, inabidi twende nyumbani tukamfuate Janeti. Kwa sababu kila kinachoendelea, Janeti anahusika. Na kwa sababu kamgusa mtoto, kamgusa Baby Supu, naomba uamke sasa hivi. Twende tumfuate. Atatueleza mtoto kampeleka wapi na hata huyo kakako kampeleka wapi. Naomba tuamke tuondoke sasa hivi. Lakini Madam Leticia, Janeti ameulizwa amekataa kata anasema hajamuona mtoto wala hajui yuko wapi. Sasa tunaendaje za kumuuliza? Farida, huyu Janeti hanijui vizuri. Ataenda kutuambia Baby Supu yuko wapi. Akatae, asikatae, ni lazima atamtoa mtoto. Naomba tuondoke sasa hivi. Naomba tuende. Umesema hao manyumbu walikuwaje kuwaje? Ni mishangingi wawili hivi, wa kike na wa kiume. Wa kiume na wa kike? Huyo wa kiume anaonekanaje? Jinsi walivyo, yule mdada kama mimi sijampata vizuri kwenye macho yangu, kwa sababu alivyokuja ametokea kwenye macho yangu hivi ghafla, nikaamua kumkamata kwanza yule dogo janja kama ananiletea kimavi maskani. Ile kushauku kumwangalia hivi ana macho fulani hivi vya kutia wenge. Si unajua unaweza kaipoteza hata maskani. Lakini yule bwana mdogo, yule wa kiume ni dogo hapa maskani. Sema nte moja niishie kumuona mlikuwa mmekaa kwenye benchi moja. Huyo wa kike anaonekanaje? Wa kike sasa jinsi gani? Kama nilivyokuelekeza, alikuwa na macho fulani hivi makubwa, alafu ni mfupi hivi. Ashawishi kumzungumzia, lakini kichwani kama ana kamsuko fulani hivi. Ana vilasta. Hapo sasa shipapi. Ana lasta fulani Ujamaika, lakini ni mfupi. Basi sawa. Huyo dem nishamjua. Huyo dem tulipiga tukio akalishuhudia. Na huyo mtu tulomchukua alikuwa naye na ni mtu wa Madam Boss. Hasa kitu ambacho kinatakiwa kufanyika kwa sasa, inatakiwa watafutwe mara moja wote wawili, na tunatakiwa kuwakamata ili wasitoe taarifa sehemu yoyote. Sawa baridi, so kesi, lakini kuhusu mchongo ujue mimi sikuwepo kabisa. Ndio maana sama temo unavyonipa kwamba huu mchongo ulikuwa unahusiana na madamu, alafu nyewe kuna dogo umemkinda, mimi ujue unanipagawisha. Ila so kesi, mimi nitafunga mtaani, nitaingia chimbo kwa chimbo, nitawasakua na malighafi mimi nakuletea. Kama issue ni kuwadhibiti ili mambo yasije yakasambaa yakang'aa mtaani, mimi nakuletea wale mishangingi. Nadhani unielewa, kwenye michongo ya michuzi sije kudondosha wimbi. Nakupa siku 2 tu, mchongo unakaa hivi mwenyoka. Shida sasa hapo, nitilieni michuzi kidogo niongeze nguvu. Kuhusu pesa kwa Madam, unajua sio tatizo kabisa. Na hili dili umekuwa nje kwa sababu ukuwepo hapa kwa muda mrefu. Lakini kuhusu mchongo wa michuzi, usiwe na wasiwasi. Kikubwa hao nyumbu wawili tuwapate mara moja. Ndio michongo inayopendezwa maskani. Imani takatifu, lasta jamani Guantamani. Maliza. Kuishi. Beni. Hivi Beni wewe uko serious kweli wewe? Yaani tumeshatembea almost masaa 5. Asubuhi tumeanzia kituo cha polisi. Tumeshatoa maelekezo kuhusu mtoto wako. Mpaka sasa hivi bado tunatembea, tunazunguka kumtafuta mtoto wako. Isitoshe hatujala chakula chochote. Unataka tuzunguke mpaka wapi wewe? Unasemaje wewe Janeti? Hivi unajisikia unachokizungumza kweli wewe? Yaani akili yako inafanya kazi? Kwa hiyo mimi nimependa kwenda kuzunguka mitaani, kwenda huko polisi, si ndio? Au umesahau anapotea ni nani?
Yule alopotea, naomba nikwambie kitu kimoja. Yule ni mtoto wangu, tena mtoto wangu wa kumzaa. Kwa kama ni mtoto wangu wa kumzaa, siwezi nikakaa na amani hata mara moja. Lazima nitamtafuta popote alipo mpaka nimpate. Hivi, kwa hiyo mimi ninachokiongea hapa ni upumbavu, si ndio? Ina maana mimi sina machungu. Nazunguka na wewe hapa kumtafuta mtoto wako. Halafu unaniona naongea hapa kama nabwabwaja, sinaongea upumbavu kabisa, hakuna cha maana ninachokizungumza. Wewe umekula wewe. Si hatujala wote toka asubuhi. Na bado tunazunguka hatujui mtoto yuko wapi. Au wewe mwenzangu unajua labda alipo. Maana bado unataka tuendelee kuzunguka tu sijui mpaka siku nzima iishe. Yaani tutembee mpaka hii miguu ituvimbe, si ndio? Nisikilize wewe. Tena nisikilize kwa makini wewe. Usitake tudhalilishane hapa mtaani tupigane. Usitake nikasirike tuvunjiane heshima. Hivi Janeti, unaweza ukaamini kuwa mwanangu hajawahi kulala nje ya nyumba yao tangu amezaliwa? Alafu leo hayupo unaniambia nikubali kilaisi. Are you serious? Sasa naomba unisikilize kwa makini. Yule mtoto wako ni mkubwa. Huenda ameenda kwa ndugu zake huko, ameenda amekaa, amejisahau kurudi nyumbani, atarudi siku yoyote. Maana sisi tunaendelea kumtafuta hapa, tunachoka, hatujui alipo. Nisikilize nikwambie kitu Janeti. Usinitake nipandishe majini yangu. Sio, umeelewa? Mtoto wangu hajawahi kulala nje ya nyumba yangu hata siku na moja. Na leo hajalala ndani ya nyumba yangu. Wewe si mimi kama mzazi nitakaa nimekubali? Hivi unajielewa kabisa unachokizungumza? Hivi jana kipindi napiga simu kwa ndugu zangu wote ulikuwa uone? Nisikilize. Jana usiku sijalala na leo nipo tayari nishinde nazunguka Dar es Salaam nzima hii mpaka nitakapompata mtoto wangu na si vinginevyo. Sijui unanielewa vizuri? Ni sawa. Kama unataka kuendelea wewe kuendelea kumtafuta mtoto wako, wewe endelea kumtafuta. Mwenzako mimi nimechoka. Narudi zangu nyumbani, yani utanikuta nyumbani. Kuendelea kumtafuta nimechoka. Siwezi kuendelea tena maana njaa inaniuma, nimechoka. Nimeshazunguka toka asubuhi mpaka sasa hivi. Almost masaa 10 si yameshafika. Nimeshazunguka mitaa yenyewe ni mingi, tumezunguka, alafu bado wewe hujachoka mwenzangu. Wewe endelea kumtafuta, mimi nenda zangu nyumbani. Basi sawa. Yaani mimi nasema family life. Kama unaona ni bora kurudi nyumbani, rudi, acha nikamtafute mwanangu. Hala. Yaani wewe mwanaume, ungekuwa unajua mtoto wako ni yuko mtupu, hata usingejihangaisha kwanza kumtafuta bila mafanikio yoyote. Yaani huwezi kumpata kirahisi. Nadhani mpaka sasa hivi atakuwa ameshakufa. Farida, jana ulinipigia simu kaniambia kwamba Baby Super amepotea. Unaweza kuniambia umefikia hatua gani? Yaani Kanoni, hatujafikia kwenye hatua yoyote ile. Maana hatujui mtoto yuko wapi, hatujui chochote kabisa yani. Na Beni ameenda polisi labda? Ndio, shemeji alienda polisi na hata alirudi hajasema kitu chochote. Mbona kama huu ni uzembe wa hali ya juu sana? Uzembe? Yaani uzembe kivipi? Unataka kumaanisha nini? Unataka kumaanisha kwamba mimi ambaye nakaa na mtoto muda wote mimi ndo mzembe, si ndio? Simaanishi hivyo. Umaanishi hivyo nini Kanoni? Sema ukweli. Na maana unaniona mimi mzembe sasa. Nataka kujua unamaanisha nini, kwa sababu mimi ndo nakaa na mtoto muda wote pale nyumbani. Kapotea mimi sijui, afu nakuja kusema ni uzembe. Na maana mimi ni mzembe kiasi hicho Kanoni, si ndio? Sina maana hiyo. Nilichokuwa nakimaanisha ni kwamba mhalifu yuko pale ndani, mshukiwa namba 1 ni Janeti. Ilipaswa mpaka muda huu awe tayari ameshapelekwa polisi. Huyo ndio inabidi awe mtu wa kwanza kabisa kupelekwa polisi, kwa sababu unafahamu fika mambo ya Janeti. Na mimi naamini kabisa yule ndio atakuwa mtu wa kwanza ambaye kahusika kwenye huu mchakato. Lazima Baby Super atakuwa amepotea kwa sababu ya Janeti. Kwa hiyo jambo la kufanya hapa lilitakiwa muwe mmeenda polisi, mmepeleka taarifa, polisi wamekuja wamemchukua Janeti kwa ajili ya upelelezi. Sambamba na hilo, huu ndio uzembe ambao nilikuwa nauzungumzia hapa. Sikumaanisha ambavyo unasema wewe. Lakini pia nafikiri nitakuja pale nyumbani nije kuongea na Mr. Ben. Basi sawa. Alafu pia Kanoni, nilikuwa naomba ongea ambacho umenitia hapa, kwa sababu kama unavyoniona siko sawa kabisa na sikuwa na mood kabisa kuonana na mtu yote wala kuongea na mtu yote. Lakini kwa vile umenipigia simu umenilazimisha sana nije. Nimekuja tu kwa heshima yako. Kwa hiyo nakusikiliza. Farida, pamoja na kwamba dunia inatupitisha kwenye mapito mengi sana, unapitia wakati mgumu kwenye maisha yako na mambo mengi ambayo unapitia hapa nyumbani, lakini sijaacha kukufikiria. Natamani kufahamu umefikia wapi kuhusu mpango mzima wa mambo ya mahusiano ambayo tumeyazungumza mimi na wewe, kwa sababu muda unazidi kwenda. Natamani kufahamu kama upo tayari kuwa na mimi. Hivi Kanoni, una akili kweli wewe?
Yaani pamoja na matatizo yote haya misukosuko ambayo tunapitia, kakaangu amepotea, mtoto amepotea, hatujui wako wapi. Alafu unaniita hapa unaanza kuongelea masuala ya mapenzi, mahusiano. Eti nakupenda sana nakupenda. Hivi Kanunu una akili kweli wewe? Uko serious kweli wewe na maisha yangu wewe? Ina maana wewe unatujali tu ni mapenzi, yani mahusiano, yani unachoona wewe hapo nikupende tu wewe, si ndio? Hujali chochote kuhusu familia yangu Kanuni. Wewe. Kingine naomba uwe serious kabisa. Sawa? Wewe. Farida, Upendo wako uko wapi? huyu mwanamke mbona yuko hivi? Mkono wake ni mwepesi. Yaani kila mara tukitaka kuzungumza mambo, tukitaka kuongea kitu kizuri, mapema tu anabadilisha mood. Makofi sio na nini. Navumilia kwa sababu mimi ni mwanaume. Sema hana wewe na mwisho yatakwisha. Hata hivyo nampenda lakini. Vipi mwenzetu? Mbona unashusha pumzi kama vile umetoka sijui wapi? Alafu mbona toka tulivyoachana siku ile hapa ya viboko hukurudi tena? Vipi mwenzetu, kwema? Ndugu yangu, sijui niseme kwema, sijui sio kwema, sijui kwema kiasi, hata sielewi. Lakini wacha tu niseme kwamba at least sasa hivi mambo yangu yamekaa vizuri. Hii pumzi unayoiona hapa, toka asubuhi ndugu yangu unavyoniona, sijapumzika hata kidogo, yani hata robo sijapumzika. Toka asubuhi nazuula mitaani kumtafuta yule mtoto. Namwambia Beni sio kuhusu mtoto, si nini, haelewi. Nakwambia tumeenda kituo cha polisi, tumezunguka sijui mitaa karibia mingapi, yani karibia jiji lote ili tumezunguka. Hatujamuona mtoto na bado tunaendelea kuzunguka. Mimi uvumilivu umenishinda. Ikabidi nimwambie wewe Beni, wewe mimi nimeshachoka kumtafuta wewe mtoto wako. Twende nyumbani tukakae, kama atakuwa kwa ndugu zako atarudi mwenyewe nyumbani, sana pajua. Si mtu mzima yule anajielewa. Kwani anaelewa sasa? Haelewi moja wala be. Mimi ikabidi nimwambie, kama uelewi, ndugu yangu utanikuta nyumbani. Maana nimeshachoka. Hiyo ni hatari. Kwa hiyo Beni kuhusu swala mtoto kaamua kukubali. Sasa atafanya nini? Kama kukubaliana nalo kwa sababu tumeshamtafuta mtoto siku nzima hatujamuona na hajui alipo, itabidi akubaliane. Atafanya nini sasa? Sema hata hivyo ule mganga wako ni kiboko jamani. Yaani anabaruza balaa. At least hata sasa hivi nakaa na amani siku nzima kabisa, mambo yangu yanakaa hivi kwenye mstari. Mganga hajarogwa. Yule mganga anabaya. Alafu vipi kuhusu mtuhumiwa wetu? Ulienda kumuona kweli? Kuhusu mtuhumiwa wetu kwa kweli bado sienda kumuona. Na hivi ambavyo ninavyojisikia sasa hivi hapa, nikipata time ya kumnyoshea mguu wangu nikafika mpaka kule, nitamnyoosha. Yaani kipigo ambacho nitampa atashangaa na Mungu wake. Sema hata hivyo Pablo hana kazi mbovu. Ni kijana ambaye nimefanya naye kazi nyingi na ni kijana ambaye ni mwadilifu, mwaminifu. Kwa sina imani ya kwamba ataniangusha. Basi inabidi tupange siku twende tukamuone. Sawa, haina shida. Ngoja tupange hiyo siku sita kwa hadi twende tukamuone. Hata hivyo Sofia, nina njaa sana. Umepika nini huko jikoni? Maana toka hiyo asubuhi nazunguka huko mitaani, sijatia kitu chochote kinywani mwangu. Unapenda kula sana. Kaangalia jikoni kuna chakula. Kwa mimi napenda kula. Bwana. Na wewe tuseme nini? Umuone kwanza. Pole sana mister. Nimepata taarifa kwamba mtoto kapotea. Na baada ya kuipata hiyo taarifa imenibidi nije kule nyumbani. Lakini sijamkuta mtu yoyote, sijakukuta pale nyumbani. Hivi inawezekanaje mtoto anapotea hivi hivi? Madam, sijui hata nikwambie nini niweza kunielewa. Yaani unaona tangu jana usiku mpaka muda huu saa 2 usiku sijapata hata muda mmoja wa kupumzika. Imekuwa ni heka nikashikashi kuhusu kumtafuta baby Sue. Na mbaya zaidi hakuna mafanikio yote tuliyopata. Na kama unavyojua swala hili linanisumbua sana kwenye akili yangu. Hivi mister, hivi unajua mimi nahisi kama vile kuna kitu hakipo sawa. Hivi inawezekanaje mtoto anapotea hivi kwenye mazingira ya kutatanisha? Isijulikane mtoto ameenda wapi. Kwa nini hajapoteaga hapo mwanzo? Jaribu kuangalia. Shemeji yako amepotea juzi tu. Leo kapotea mtoto. Uone hisi ni hali ya kawaida?
Mimi nadhani hapa kuna mtu anakuchezea mchezo, na huyo mtu anakujua vizuri na unakaa naye kabisa, upo naye karibu vizuri, yani anajua maisha yako vizuri, ila wewe tu ndio unataka kukubali ukweli. Madam, unaongea kuhusu nini? Hivi unajua unachokizungumza kama ni kuvunja sheria, na pia inaweza ikawa ina ukweli, lakini ukweli ambao ufichiki ni kuwa ili swala liko kwenye uongozi, kwenye chombo cha sheria. Kwa hiyo inakuwa ni kama vile kumtarget mtu ambaye huna uhakika naye. Na hata hivyo nimejaribu kuzungumza na kila mtu ambaye anahusiana na hili, lakini wote wanaonesha wana ushirikiano. Basi nikahisi labda mwanangu atakuwa kwa ndugu yangu yoyote. Nimepiga simu kwa kila ndugu yangu. Nimempigia Fololo, nimempigia kakaangu Wenge, nimepiga mpaka wakina Botton, kina Michael. Lakini wote hawapokei simu zangu. Na hata wanapokea wananiambia hawana taarifa yoyote. Kwa hiyo kiukweli najisikia vibaya sana madam. Roho yangu imefadhaika. Nampenda sana mtoto wangu. Mr. Ben, mimi najua hapa kuna kitu hakipo sawa. Na hapa kuna mtu anakuchezea mchezo. Na ukiendelea kumfuga na kumlea, lazima kuna vitu vingi vibaya vitakutokea. Sema tu unakataa ukweli. Hapa anayekufanyia kila kitu ni mtu ambaye unaishi naye na anakujua vizuri sana, na ndio maana anakufanyia kila kitu hicho ambacho kinaendelea kwenye maisha yako. Wewe Leticia wewe. Kwa hiyo unataka kuniambia kuwa wewe mtumio unamjua? Au mimi ndo mjinga sasa? Nisikiliza nikwambie kitu. Nadhani unajua machangamoto nilokuwa nayo ni mengi sana. Vitu vyangu havieleweki, viko wapi? Mwanangu haonekani, shemeji yangu ndo hivyo nasema amepotea pia. Lakini naumia, but sina njia nyingine ya kufanya. Kwa hiyo tafadhali nakuomba, Ngirira Kigongwe, tafadhali usinifanyie hivyo. Mimi mwenyewe najisikia maumivu, tena maumivu makali ambayo siwezi hata kukuelezea. Mr. Ben, kumbuka aliyepotea ni mtoto. Ni baby Soup, unajua. Yule ni kama mtoto wangu. Naumia, yani kwenye moyo wangu naumia, yani kila nikijaribu kuangalia ndawezaje kupotea. Yani anapoteaje? Afu unavyoongea yani kana kwamba yani unachukulia swala kawaida. Naomba nisikilize vizuri. Mimi najua, hata wewe mwenyewe unajua ni nani anayehusika katika hili. Ila tu hautaki kukubali ukweli. Wewe unahisi hata kama utatoa taarifa kituo cha polisi, watalishughulikia hilo swala mpaka lini? Kwa nini usisimame wewe ukamshika mtu ukamuuliza? Anaweza hakwambia ukapata chochote kuhusiana na mtoto wako. Kwa nini usifanye hivyo? Kwa hiyo madam, wewe unamaanisha mimi simpendi mwanangu? Nisikilize vizuri. Hakuna kitu ninachokipenda duniani kama mtoto wangu. Naipenda sana familia yangu, nadhani unalijua hilo. Na pia kuna vitu vinanitaiti mimi siwezi kufanya chochote. Huo ndio ukweli unatakiwa kusemwa. Na pia sina ushahidi wowote. Na ndio maana mara nyingi naiacha serikali ikae mbele. Inanumiza sana. Na najitahidi kuvumilia lakini nashindwa. But unamwamini Mungu, kila kitu kitakuwa sawa. Mr. Ben, ninamwamini Mungu ndio. Lakini kuna vitu vingine lazima tufanye wenyewe. Yaani kuna vitu vingine tunatakiwa sisi wenyewe tumsaidie hata Mungu kuvifanya. Sio kila kitu lazima tumwachie Mungu. Yaani kuna ukweli mwingine unakuja mbele yetu, tunasema tunamwamini Mungu, tumwachie Mungu. Ukweli kabisa uko hadharani unauona, ila wewe unaukataa. Yaani unasema huu sio ukweli. Inawezekanaje hivyo? Sasa hapo nitafanya nini labda? Mimi nahisi kabisa kwa siku ya leo haupo sawa. Tafadhali. Nadhani tutawasiliana siku nyingine.
tangu jana nijaribu kuongea na Kimbunga, lakini hatokee. Sijui kuna shida gani. Anti Kimbunga, nimekuita sana, na kwa nini ulikuwa utokei? Ndio, uliniita. Sikutaka kuja, lakini kwa sababu imenilazimu ndio maana nimekuja. Ukutaka kuja? Kwa nini ukutaka kuja wakati nilikuwa nakuita? Anyway, nimekuja kukusikiliza. Niambie shida gani? Anti Kimbunga, nimejikuta niko huku na sipajui na nyumbani. Unaweza kuniambia nini kitokea? Maana mara mwisho ninavyokumbuka nikunywa maji ya Janeti, na nilikunywa kwa sababu uliniambia nimsikilize. Ndio, ulikunywa dawa ya usingizi na ndio maana umejikuta huko. Anti Kimbunga, naomba unisaidie nirudi nyumbani, maana mama huko anitaki kabisa. Baby Supu, unatakiwa kuvumilia kwa kila kitakachotokea, maana huko ni salama kuliko nyumbani kwenu. Kitu kilichotokea nilikijua na ndio maana nikaruhusu kitokee. Kwa hiyo unatakiwa kuvumilia kwa kila kitakachotokea kwa sababu huko ni bora kuliko nyumbani kwenu. Basi sana Kimbunga, mimi nimekuelewa. Nakusikiliza Baby Supu. Kuna jambo lingine unataka kuniambia? Shida ni kuhusu... Basi, ni kuhusu mjomba wako, si ndio? Ndio, nataka nimwongelee. Maana amechekwa na sijui ni mzima au la. Usijali Baby Supu, nitakwenda kumsaidia. Basi asante sana Anti Kimbunga. Lakini nitakapokuhitaji utakuwa unakuja eh? Hapana, inategemeana na situation itakavyokuwa. Basi sawa, lakini mama wa nyumba anaonekana ana roho mbaya. Kisa limetanda baba, wenda ndo vipimo, wenda ndo mafunzo, wenda ndo masomo ya kupambana. Najua linazama baba, basi nyosha fimbo, wasikie kishindo, wapunguze mwendo wa kuniandama. Wala kuna fadhali juzi wala jana, kwangu hakuna fadhali, bora wengine jamaa. Maana binadamu wanaiana, wananiwinda usiku mchana, peke yangu siwezi baba, nihurumie, sina chingine baba. We ulisema iwe njia ikafunguliwa, pengine baba, kabla ya kwangu sijahesabiwa.